Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu mfalme mtakatifu mwenye amani, ambaye amewafaradhishia Waislamu hija ya nyumba yake tukufu na kuifanya kuwa miongoni mwa nguzo za dini ya Kiislamu. Nashuhudia kwamba hapana Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu pekee, mfalme mjuzi wa kila kitu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake mbora. Ama baada, enyi watu, na wahusia kumcha Mwenyezi Mungu, kwani ndani yake mnakookolewa kwa mja huko akhira. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema katika mwanzo wa suratul Hajj: enyi watu, mcheni Mola wenu mlezi, hakika tetemeko la saa ni jambo kuu. Siku mutakapoiona, kila mwenye kunyonyesha atamsahau anayemnyonyesha, na kila mwenye mimba ataangusha mimba yake, na utawaona watu wamelewa na hali hawakulewa, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali. Na miongoni mwa kumcha Mwenyezi Mungu ni kujiandaa kwa ajili ya siku ya Kiyama kwa kufanya vitendo vya utiifu na kuacha maasi na madhambi. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye wa kweli, na kwamba yeye anahuisha wafu, na kwamba yeye ni muweza wa kila kitu, na kwamba saa inakuja haina shaka ndani yake, na kwamba Mwenyezi Mungu atawafufua waliomo makaburini. Na hakika maandalizi makubwa zaidi kwa ajili ya akhira ni kuwa na tauhid na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na kuacha kuwaomba wengine. Kwani ni vipi mtu ataomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye hamnufaishi wala hamdhuru? Na huo ndio upotevu wa mbali. Anamuomba ambaye dhara yake iko karibu zaidi kuliko nafuu yake, na mlinzi mbaya aliyoje, na ni mshirika mbaya aliyoje. Na anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ni kama kwamba amemporomoka kutoka mbinguni, kisha ndege wakamnyakua na upepo ukamtupa mahali mbali. Na kauli mbiu ya watu wa tauhidi ni, na Mungu wenu ni Mungu mmoja, basi mnyenyekeeni yeye peke yake. Na wabashirie wanyenyekevu ambao Mwenyezi Mungu anapotajwa nyoyo zao huingia hofu, na wanaosubiri kwa yaliyowasibu, na wanaoshika sala, na wanatoa katika tulivyo waruzuku. Hizi basi ndizo nguzo za dini ya Kiislamu: tauhidi, na kushuhudia kwamba hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu, na kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kusimamisha sala, kutoa zaka, kufunga Ramadhan, na kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu, pamoja na kuhimiza hofu kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa mwenye kuogopa kusimama mbele ya Mola wake mlezi atapata bustani mbili, na kusubiri katika kumtii Mwenyezi Mungu na juu ya majaliwa yenye kuumiza. Hakika wanaosubiri watapewa ujira wao pasipo hisabu, pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Hivyo ndivyo alivyowatiishia ili mpate kushukuru. Na Mwenyezi Mungu ana kanuni katika ulimwengu ambazo mja anapaswa kuziamini na ananufaika kutokana nayo. Hakika Mwenyezi Mungu huwalinda walioamini. Hakika Mwenyezi Mungu hampendi kila msaliti asiyeshukuru. Na akasema subhana, na bila shaka Mwenyezi Mungu atamsaidia yule anayenusuru dini yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye ushindi. Na miongoni mwa hayo ni kauli yake, na miji mingapi tumeangamiza ili hali ilikuwa kidhulumu, basi ikawa magofu juu ya mapaa yake, na visima vingapi vilivyoachwa, na majumba mangapi yaliyojengwa kwa madhubuti. Na miji mingapi nilistahmilia na hali ilikuwa kidhulumu, kisha nikaishika, na kwangu ndiyo marejeo. Na hakika Mwenyezi Mungu aliyebarikiwa na kutukuka aliamrisha kipenzi chake Ibrahim kutoa mwito wa hija, na watangazie watu hija,
watakujia kwa miguu yao na juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali, ili washuhudie manufaa yao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu katika siku maalum juu ya vile walivyoruzuku katika wanyama wa mifugo. Naam, ili washuhudie manufaa kwao na walitaje jina la Mwenyezi Mungu. Mahujaji wamekuja kutoka kila njia ya mbali ili kutekeleza ibada kwa ajili ya radhi za Mwenyezi Mungu mtukufu na kutafuta malipo yake. Wanaiadhimisha nyumba ya kale na maeneo matakatifu na misikiti mtakatifu ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote sawa wakaao humo na wageni, na kila anayetaka kufanya upotevu humo kwa dhulma tutamwonjesha adhabu chungu. Raia anakusudia hapo kuitikia mwito wa tauhid kwa kumpokesha Mwenyezi Mungu kwa ibada na kuacha ushirikina. Na pale tulipomweka Ibrahim mahali pa nyumba, usinishirikishe na chochote, na itakase nyumba yangu kwa ajili ya wanaotufu na wanaosimama na wanaorukuu na wanaosujudu. Basi aitakase nyumba kutokana na kila kisichoendana na hadhi yake, kwani hakuna uchafu wala mabishano katika hija wala kauli mbiu za kisiasa au miito ya kichama, bali ni unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu na kumfuata mtume wake, sala na salamu za Allah ziwe juu yake, na usafi wa dhahiri na siri, na utekelezaji wa ahadi na mikataba, na kuheshimu haki. Hivyo ndivyo, na anayetukuza vitu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, basi hilo ni kheri kwake mbele ya Mola wake, na anayetukuza alama za Mwenyezi Mungu, basi hakika hilo ni katika utakwa wa moyo. Na inadhihirika katika hija picha za kufahamiana, kupendana, kushirikiana na kusaidiana kati ya Waislamu wakati wa kutekeleza ibada. Licha ya tofauti za lugha zao, rangi zao na nchi zao, ni ndugu wanaopendana. Wanashuhudia manufaa yao na wanalisha kutokana na kichinjo chao. Mlisheni mwenye shida na fakiri. Na sifa yao ni wema katika vitendo na ukweli katika maneno, na iepukeni maneno ya uongo. Katika uwanja wa Arafat, Mwenyezi Mungu anajifakhirisha nanyi mbele ya malaika wake, na hapo ndipo mahali pa adhama ambapo Mwenyezi Mungu aliteremsha, leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimewaridhia Uislamu iwe ndiyo dini yenu. Basi mfuateni mtume wa uongofu, sala na salamu za Allah ziwe juu yake, kwani aliswali adhuhuri na alasiri kwa pamoja na kuzifupisha, kisha akakaa akimdhukuru Allah mpaka jua lilipozama, kisha akaelekea Muzdalifa kama alivyosema Allah mtukufu, na mtakapofurika kutoka Arafat mtafute dhikri ya Allah kwenye Mash'ari al-Haram, na mdhukuruni kama alivyokuongozeni, na hakika kabla ya haya mlikuwa miongoni mwa waliopotea. Na ilipofika asubuhi ya siku ya Eid alikwenda Mina, kisha furikeni kutoka pale wanapofurika watu, na muombeni Allah msamaha. Hakika Allah ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Akatupa vijiwe kwenye nguzo za Aqaba, akachinja mnyama wake, akanyoa kichwa chake na kuruhusu kupunguza nywele, kisha akafanya tawaf ya nyumba. Kisha wajisafishe uchafu wao na watimize nadhiri zao na waizunguke nyumba ya kale, pamoja na kuhakikisha utulivu, upole, kuepuka kusukamana na kutekeleza maelekezo ya mamlaka husika na kufuata kanuni za makundi na njia za mwendo ili kuifikia maslahi na kuepuka madhara na vurugu, na kwa ajili ya kuhifadhi nafsi na kurahisisha utekelezaji wa ibada. Na huko Mina
inapendekezwa kukithirisha kumdhukuru Allah. Basi mnapomaliza ibada zenu, mdhukuruni Allah kama mnavyodhukuru baba zenu, au dhikri kubwa zaidi. Na katika siku za tashriq, mwenye kuhiji hutupa vijiwe kwenye nguzo 3, kila nguzo vijiwe 7 kila siku, na ni bora kubaki mpaka siku ya 13, lakini inajuzu kuharakisha kuondoka siku ya 12. Na mdhukuruni Allah katika siku zenye kuhisabiwa, lakini mwenye kufanya haraka katika siku 2, basi si dhambi juu yake, na anayechelewa basi pia dhambi juu yake, kwa mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mcheni Allah, na jueni kwamba kwake mutakusanywa. Na kabla ya kusafiri anafanya tawafu ya kuaga. Allah mtukufu anasema yeye amekuteueni na hakuweka juu yenu ugumu wowote katika dini, nayo ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye Allah ndiye aliyekuiteni Waislamu tangu hapo zamani na katika hii Qur'ani pia, ili mtume awe shahidi juu yenu, nanye muwe mashahidi juu ya watu. Basi simamisheni sala na toweni zaka na shikamaneni na Allah. Yeye ndiye mlinzi wenu, mlinzi bora kabisa na msaidizi bora kabisa. Na katika kushikamana na Allah ni mja kukithirisha dua kwa Mola wake, hususan katika maeneo ya haji, kwani ni maeneo yanayotarajiwa kujibiwa dua. Mola wenu mlezi amesema, niombeni nitakuitikieni. Na miongoni mwao wapo wanaosema, Mola wetu mlezi, tupe duniani mema na akhira mema, na utulinde na adhabu ya moto. Hao wana sehemu yao kwa yale walioyachuma, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Mwenyezi Mungu, wakubalie mahujaji dua zao na ibada zao, wafanyie wepesi mambo yao, wasamehe dhambi zao, na uwarejeshe katika nchi zao wakiwa salama, wenye kufanikiwa na washindi. Mwenyezi Mungu, tengeneza hali za Waislamu, unganisha kauli yao juu ya haki, na utawalie mambo yao yote, na utengeneze hali zao za kidini na za kidunia. Mwenyezi Mungu, mpe taufiki mtumishi wa haram 2 tukufu, Mfalme Salman ibn al-Aziz, na mrithi wa kiti cha ufalme mwanamfalme Muhammad bin Salman, na uwalipe malipo bora duniani na akhira, kwani wamewatendea wema waja wako na wamewafanyia wepesi mahujaji utekelezaji wa ibada zao, na wametoa kwa ukarimu katika kuhudumia haram 2 tukufu na wageni wake. Na Mwenyezi Mungu amshushie rehma na amani nyingi Muhammad na jamaa zake na masahaba zake.